Mradi wa maji kutoka chanzo cha Mto Mbaka una uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 8 kwa siku, na hivyo kuifanya mamlaka maji Tukuyu kuwa na uwezo wa kuzalisha maji kiasi cha lita milioni 19 kwa siku, sawa na 127% mahitaji ya maji kwa sasa. Mradi umegharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mfuko wa taifa wa maji kwa gharama ya shilingi bilioni 3.9. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, mradi umetekelezwa kwa usimamizi wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya kama ifuatavyo. Moja, tenki la kuhifadhi maji yaliyotibiwa lenye ujazo wa lita milioni 1.5 limejengwa na mkandarasi Make Engineering and Water Works Company Limited. Kuchimba na kulaza bomba kwa umbali wa kilomita 29.5 imetekelezwa kwa force account. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, kazi zilizopangwa kufanyika na hatua za utekelezaji ni kama ifuatavyo. Moja, ujenzi wa chemba kuu eneo la chanzo, utekelezaji umekamilika. Ununuzi na ulazaji wa bomba kuu la mseleko aina HDP lenye kipimo cha inchi 12 na inchi 10 kwa urefu wa kilomita 9.5, utekelezaji umekamilika. Ununuzi na ulazaji wa bomba za kusambaza maji zenye kipenyo cha inchi 10, 6, 4, 3, 2.5, 2 na 1.5 kwa umbali wa kilomita 20, utekelezaji umekamilika. Ununuzi wa dira za maji 6,000 na viungio vyake, utekelezaji umekamilika. Ujenzi wa tenki la kuhifadhi maji lenye ujazo wa lita milioni 1.5, utekelezaji umekamilika. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, kwa ujumla wake utekelezaji wa maji umekamilika kwa 100% na unatoa huduma ya maji kwa wananchi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, makadirio ya gharama za ujenzi wa mradi huu ilikuwa shilingi bilioni 4.5. Aidha, gharama halisi za mradi ni shilingi bilioni 3.9. Kiasi cha fedha kilichopokelewa na kulipwa ni kiasi shilingi bilioni 3.6. Kukamilika kwa mradi huu kumeleta manufaa yafuatayo. Moja, kuongeza uwezo wa mamlaka wa kuzalisha maji kwa wastani wa lita milioni 8 kwa siku. Mbili, kuongeza saa za huduma katika mji wa Tukuyu kutoka wastani wa saa 6 hadi wastani wa saa 23 kwa siku. Tatu, kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi kwa 26% kufikia wastani wa 95%. 4, kuboresha afya, uchumi, usalama na maendeleo kwa wakazi wa mji wa Tukuyu wapatao 44,935. Mradi huu ambao ndio itakuwa ni 40 wa changamoto ya maji katika mji wetu wa Tukuyu, uzungumze na wananchi wa Tukuyu, na ikikupendeza basi utizindulie mradi wetu. Hapa leo katika eneo la Tukuyu tumekuja kuweka matumaini mahali ambapo palikuwa hapana matumaini. Tumekuja kuweka upendo mahali ambapo palikuwa pana chuki. Tumekuja kuweka heshima mahali ambapo palikuwa pamejawa na dharau. Wapo wengi walikuwa wanadhani serikali ya Daktari Samia kwamba haitoweza kutekeleza miundombinu ya maji vijijini kwa wananchi wanaoishi katika maeneo mbalimbali. Maji safi, bomba si bomba. Ndugu zangu, tunayasema haya tukiwa na ushuhuda wa vitendo. Leo hii hakuna mahala ambapo tunasema tutapeleka maji na maji yakawa yasifike mahala hapo. Miongoni mwa sifa walionayo watendaji wa mamlaka za maji kwamba wao hawajali milima, kwamba wao hawajali mvua, kwamba wao hawajali mabonde, wao wanajali kumwekea heshima rais wetu Samia. Na mimi nataka niwaambie ndugu mameneja wa mamlaka hizi kwamba haya ambayo mnayafanya leo hii ni miongoni mwa imani kubwa ambazo mmeziweka kwa wananchi. Wananchi hawa ambao mnawatokeza ni kwa sababu ya imani ambayo leo hii mmewapatia. Na mimi niseme wazi kupitia waandishi wetu wa habari, nendeni mkawaeleze Watanzania walio wengi kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii ya miundombinu ya maji, kwa kweli mama huyu amefanikiwa kwa 100%. Naomba tupigieni makofi mengi sana. Maji safi oye! Na mimi niseme wazi ndugu zangu, hakuna mwananchi ambaye kupitia siku ya leo atakayeweza kukosa maji safi na salama ndani ya maeneo yake. Na wapo baadhi yenu mnataraji kuona miundombinu hii ndani ya majumba yenu. Wenzetu wa mamlaka ya maji Mbeya USA tayari wameshaandaa taratibu maalumu kwa ajili ya kila mwananchi ambaye anahitaji ni kuenda kufuata taratibu na ataingiziwa maji ndani ya nyumba yake. Mimi ombi langu ni moja kwa wenzetu wa Mbeya USA, kwa niaba ya wananchi waliopo hapa, kwamba eneo hili kama ambavyo tunaliona kwamba leo hili limejengwa katika hali ya ubora,
limejengwa katika hali ya kuvutia na limejengwa katika hali ya usalama, na kwa sababu wananchi watakuwa wanafanya shughuli mbalimbali, wapo baadhi ya wengine watakuwa hawapendezeshwi na maendeleo kama haya, lakini zipo jitihada nzuri za kuweza kuhifadhi eneo letu hili. Niwaombe sana, na hili lipo ndani ya uwezo wenu, ikiwezekana na ikiwapendeza wenzetu wa mamlaka ya maji Mbeya USA, kwamba eneo hili tuweke hata taa 2 kwa ajili ya kwamba mchana kuwe kunaonekana na usiku kuwe na usalama katika eneo hili. Mwenge wa Uhuru oye! Dr. Samia oye! Baada ya kuyasema hayo, ndugu zangu, na washukuru sana. Binafsi kwa niaba ya wenzangu tumekagua mradi huu kwa kina, na mimi na wenzangu kwa mapenzi ya rais wetu Daktari Samia, kwa kweli Mwenge wa Uhuru umeweza kuridhia na kuridhishwa kwa utekelezaji wa 100% kuweza kuzindua mradi huu wa maji safi na salama unaotekelezwa na wenzetu wa mamlaka ya maji Mbeya USA. Mbeya USA oye!